Kuna watu wanawaza upumbavu na akiamka anaweka mitandaoni, anashirikisha watu upumbavu wake. Mtu anaamka anamtukana Mungu na watu wanamsikiliza na wanashangilia tu. Ngoja nikwambie mpendwa, imefika mahali mimi nashangaa. Imefika mahali wacha Mungu wamekuwa ni wapole sana. Zamani Mungu hakuwa namna hii na watu wake hawakuwa namna hii. Zamani Nabothi, mtu mmoja anaitwa Nabothi katika Israeli, aliwahi kuuawa kwa sababu walimsingizia. Si amejitokeza akamtukana Mungu kama unavyoona watu mitandaoni, mtu anasema nimshukuru Mungu. Mungu mjinga sana, siwezi kumshukuru. Mungu mpumbavu sana, siwezi kumshukuru. Na mtu huyo anaishi na watu wanamfahamu. Mtu huyo anatukana Mungu wa Kristo, anatukana Mungu wa Uislamu, anatukana Mungu kwa ujumla wake, anatukana watu wote wanaomwabudu Mungu. Yuko mtandaoni, picha yake ipo, anatukana Mungu aliyeumba vyote. Alafu watu wanamchekelea tu, wengine wanamlike, wengine wanafanyaje, wanamfurahia tu. Huyo mtu alitakiwa afe. Nabothi aliuawa kwa sababu walimsingizia wakati wa mfalme Ahabu. Wakamsingizia wakasema amemtukana Mungu na mfalme pia. Mtu amemtukana Mungu anamtukana rais wa nchi. Huyo anayemtukana Mungu, agizo la Mungu kwenye Biblia, alitakiwa afe, auawe. Mtu anayemtukana Mungu hapaswi kuishi. Hiyo ndio kauli ya Biblia. Alimtukana Mungu anatakiwa afe. Wakasema Nabothi ametakiwa afe kwa sababu amemtukana Mungu, lakini walimsingizia tu. Huyu mtu akatolewa akauawa. Lakini leo mbona imebadilika? Leo mtu anakaa mtandaoni, anaweka picha yake, anatukana Mungu, anatukana watu, anaongea mambo ya ovyo. Yupo tu. Wanasema wanarahisisha tu, anatafuta viewers, anatafuta washabiki, anatafuta followers. Huwezi kutafuta chochote dunia hii kwa kutukana Mungu ama kwa kutukana watu, kwa sababu Mungu unayemtukana ndiye ameumba watu, na Mungu unayemtukana ndiye mwenye mamlaka yote. Anasema dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Watu wote, unapomtukana Mungu unawatukana viongozi wa nchi, kwa sababu wote unaona wanaongoza watu wanaapa. Wakristo kwa kutumia Biblia, Waislamu kwa kutumia msaafu. Unapomtukana Mungu unawatukana na wale walioapa kwa Mungu huyo kwamba ni wapumbavu. Mtu anaposimama anapokaa kwenye mtandao anatukana, si Mungu mpumbavu, na yupo anajionyesha. Mtu huyu alitakiwa afe. Hiyo ndio afe. Anayemtukana Mungu anatakiwa afe, hataki kuishi. Na hataki kuchekewa na watu, hataki kuchekewa na watu. Lakini unashangaa watu wa mitandaoni hawa wanaandika kuna vitu ukiposti wanakuandikia wao kwamba hawa wamiliki wa mitandao, you violence our community. Je, mtu anayemtukana Mungu ha violence community? Hashambulii jamii. Huyu anayemtukana Mungu hashambulii jamii. Hakuna kitu kinachouma watu kama imani yao. Hakuna kitu kinachoumiza watu kama imani. Mtu anayeshambulia imani anashambulia community, anashambulia watu, na anashambulia wazi kabisa. Anarudia. Sio mtu aliyeteleza katika ulimi. Anarudia, anaona naweza kumtukana Mungu na hakuna kunifanya chochote. Anatukana Mungu. Sio kwamba hawezi kupatikana. Watu hawa wanaweza kupatikana. Mtu anayetukana Mungu anaweza kupatikana. Haleluya. Sasa hawa inakuwaje mpaka wanafika huko? Wanaanza kuharibika kwenye akili zao kama walivyoharibika watu wa kizazi cha Nuhu. Kwa hiyo ndio maana nakueleza wewe, unapohitaji kushinda katika habari ya dunia hii, unapohitaji kushinda, unatakiwa hatua ya kwanza, Mungu anajibu maombi ya mtu aliyeshinda katika mawazo. Aliyeshinda. Ndio maana Mungu akasema mawazo awazayo mwanadamu siku zote akaona ni mabaya tu. Mungu anaweza kuona moyo wako jinsi unavyowaza kila siku. Anaweza kaona mwanzo wa mawazo yako mpaka mwisho kwamba mawazo yako yatakuwa ni mabaya siku zote, na Mungu akaamua kuondoa duniani. Ndio maana watu wengi wanakufa pia vifo vya ghafla, kwa sababu Mungu akiangalia mwanzo wa mawazo yao mpaka mwisho wa mawazo yao anaona hawana mawazo ya heri juu ya watu wengine, hawana mawazo ya baraka juu ya watu wengine, hawana mawazo ya amani juu ya watu wengine. Hebu sikiliza Mungu anavyoongelea kwa habari ya mawazo. Mungu anasema najua mawazo nayowazia ninyi. Mungu anasema najua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, ya kuwapa tumaini siku zenu za mwisho.
Je, ikiwa Mungu aliyetuumba anaanza kutenda kazi katika kupitia mawazo yake, yaani anauliza tena na humu anasema, je, mnawaza nini juu ya Bwana? Hapa anaongelea tu eneo la mawazo, anasema mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye Bwana atakomesha mateso, hayatainuka tena mara ya pili. Anaongelea ushindi kupitia mawazo. Kwa hiyo watu wengi sana, anza kuangalia ndani ya kichwa chako na ndani ya moyo, kwa sababu mawazo yanatembea kwenye maeneo mawili tu, kwenye moyo pamoja na kwenye ufahamu wako, kwenye akili. Kama unampenda Yesu nisikie amen. Nisikie tena amen kubwa. Hebu mwambie mtu, omba ukombozi juu ya mawazo yako. Mwambie tena mtu, omba ukombozi juu ya mawazo yako. Kwa hiyo mawazo ya mtu yakishindwa kukombolewa, ni hatari sana kuconnect na Mungu. Muunganiko wako na Mungu unategemea unavyowaza. Ninakuja kwenye eneo ambalo la muhimu sana. Kwenye eneo hili, mawazo ni connection nzuri sana kati ya maombi yako na Mungu. How you think is how you be connected with God in prayer. How you think is how you be connected with God in prayer. Jinsi unavyofikiria ndivyo unavyounganishwa na Mungu katika ulimwengu wa roho kwenye maombi. Ndio maana Daudi anasema, mawazo ya moyo wangu yapate kibali machoni pako, Bwana. Bwana. Kwa hiyo namna unapowaza inaweza ikaanza kukuingiza kwenye maombi. Hebu angalia, nikupe mfano mmoja. Unapokuwa mtu na furaha, unakula chakula, pengine chakula kizuri, na furaha, unacheka, ghafla nikaja wazo kwamba tarehe 5 ya mwezi wa 9 unahitajika mahakamani. Unashangaa yale mawazo yakiingia, furaha wewe inaendelea. Au unasikia tarehe 5 mwezi wa 9 wanakikundi wanakuja kukamatia vitu kwa sababu unadaiwa deni lao hujalipa. Hata kama unakula maini, unashangaa moyo wako unajaa nini? Macho. Unasikia hofu, ile furaha inafanyaje? Inaondoka. Kwa hiyo mawazo yanatengeneza connection kati ya wewe na kila ambacho kinaleta furaha, amani, baraka, ushindi katika maisha yako. Mawazo